Kufuatia sekeseke linaloendelea la kukamatwa kwa wahadhiri wa vyuo vikuu hapa nchini Tanzania, jambo ambalo limeweza kuleta gumzo katika mitandao ya kijamii na jamii ya Watanzania kwa ujumla ni kukamatwa kwa mwadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha UDOM, yani chuo kikuu cha Dodoma. Hapa tunamzungumzia yule mwadhiri ambaye alipewa wito wa kufika kituo cha polisi, na alipofika kituo cha polisi mnamo Julai 8 alikamatwa na jeshi la polisi na kuwekwa mahabusu mpaka pale wahadhiri wengine walipoenda kufungua kesi katika mahakama kuu masjala ndogo pale jijini Dodoma na kutaka kwamba aachiwe kwa dhamana, na ambapo mahakama mnamo Julai 21 ilitoa amri ya jeshi la polisi kumwachia mwadhiri huyo kwa dhamana, na ambapo aliachiwa. Lakini baada ya siku kama 2 hivi tuliweza kuona mwadhiri huyo pia alikuja na kuunganishwa katika kesi ya ugaidi, yaani kwamba polisi walimbadilishia mashtaka kutoka katika uchochezi, kwa sababu mara ya kwanza walisema kuwa wanamshikilia kwa tuhuma za uchochezi au kufanya vikao au kuchochea watu waweze kufanya maandamano mnamo tarehe 7 mwezi wa 7, au maandamano yalikuwa yanatarajiwa kufanywa tarehe 7 mwezi wa 7. Sasa kutokana na mambo hayo ambayo yameweza kujiri hapa nchini Tanzania, tumeweza kuona Profesa Shivji ameonyesha wasiwasi wa mashtaka kwa waadhiri, ambapo amesema kwamba serikali yasisitiza hakuna aliye juu ya sheria. Sasa katika andiko lake alilochapisha kwenye wavuti wa taasisi ya kiuchunguzi ya Codeslia, mwanasheria nguli na msomi mashuhuri hapa nchini Tanzania, Profesa Issa Shivji ameonyesha wasiwasi mkubwa juu ya kile alichokiita msururu wa ukandamizaji na ukiukwaji wa uhuru wa kifikira, akitolea mfano kukamatwa na kushtakiwa kwa mwadhiri msaidizi wa sayansi wa siasa na utawala wa umma wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, hapa tukimzungumzia Melkizedeki Katunzi Kaijage. Profesa Shivji amefafanua kuwa Kaijage aliripoti kituo cha polisi mnamo Julai 8 mwaka 2026 akiambatana na mwanasheria wa chama cha wataaluma wa UDOMASA kufuatia tuhuma za kuweza kuchochea maandamano siku ya mapumziko ya Sabasaba, yani Julai 7. Hata hivyo, baada ya kukaa mahabusu kwa siku 17 kinyume cha sheria na kufuatia amri ya mahakama kuu ya Julai 21 iliyoagiza apewe dhamana, polisi mnamo tarehe 23 Julai walimfikisha mdai huyo mahakama ya hakimu mkazi akitumiwa kwa kosa la ugaidi, kosa ambalo alina dhamana. Hati ya mashtaka inamdai Kaijage kutishia kuchoma moto majengo ya umma na nyumba za polisi mnamo Julai 3 mwaka 2026. Profesa Shivji amekosoa hati hiyo akisema kuwa imekosa maelezo ya msingi kama vile eneo halisi la vitisho vilipotolewa, chombo kilichotumika na hadhira iliyokuwepo, jambo linaloonyesha matumizi ya mfumo wa mashtaka wa kuchukua na kubandika, yani cut and paste, sio kukopi na kupesti, yani kwamba huyu unaondoa kabisa na kwenda kupesti sehemu nyingine. Hapa sasa Profesa Shivji anamaanisha kwamba katika lile shauri la kwanza ambalo alisema kwamba alikuwa anachochea maandamano, yani kwamba lile wamelifuta, wameliondoa kabisa, wakaja kupeti kosa lingine la ugaidi, wakaja kufundia shtaka lingine la ugaidi. Sasa hapa Profesa Issa Shivji amesema kwamba hapa jeshi la polisi ni kwamba linakosa uweledi kwa kile wanachoweza kukifanya, kwa sababu mara ya kwanza tuliona kwamba wanamshtaki kwa kosa la kuchochea maandamano ambayo ikabidi yafanyike Julai 7 na maandamano hayo hayakutokea. Lakini mtu huyo amekalishwa mahabusu kwa siku 17. Lakini baada ya tarehe 21 mahakama kuu masjala ndogo pale jijini Dodoma kutoa amri ya kuachiwa kwa dhamana, bwana Kaijage aliachiwa, lakini polisi wakamkamata tena tarehe 23 wakamfungulia kesi ya ugaidi, ambapo kesi hiyo
haina dhamana. Sasa Profesa Isha Shivji anasema kwamba hati hiyo ya mashtaka inakosa weledi na inakosa uhalisia kwa sababu jeshi la polisi halijaonyesha kwamba vitisho hivyo vya kuchoma moto vilionyeshwa wapi, maeneo gani na watu gani walikuwepo katika eneo hilo ambalo Bwana Kaijage alikuwa anataka kwenda kuchoma moto vituo vya umma na nyumba za polisi. Sasa hatujajua kwamba Bwana Kaijage anaweza kaenda akafanya mambo hayo akiwa peke yake. Kwa hiyo walikuwa bidi watuambie kwamba ni watu gani ambao alikuwa nao ambao walikuwa wanataka kwenda kuchoma moto hivyo vituo vya polisi na nyumba za polisi na hiyo miundombinu ya umma. Sasa hapa Profesa Isha Shivji anaendelea kutuambia kwamba wenye lengo la kutishia wanataaluma na kuweza kupunguza uwezo wa vyuo vikuu kuwa vituo vya fikra tunduizi, yaani kwamba mambo haya yanayoendelea kwa sasa ya polisi kukamata wahadhiri hawa ni kwamba ni kudumaza elimu ya vyuo vikuu nchini Tanzania. Mfano mzuri ni kutoka katika kile chuo cha St. John. Tuliona THTU, yaani taasisi ya wataalamu wa vyuo vikuu nchini Tanzania, walisema kwamba kuna wahadhiri wengine walikamatwa kwa sababu tu ya kufundisha na kutolea mifano ya mambo ambayo yanaendelea hapa nchini Tanzania, na uongozi akiwa anafundisha darasani akaja kukamatwa kwa sababu alitolea mfano mambo yaliyokuwa yanaendelea katika uchaguzi wa mwaka 2025, uchaguzi wa Oktoba 29. Sasa hapa Profesa Isha Shivji anaendelea kusema kwamba maelezo ya kosa katika hati ya mashtaka yanasomeka hivi: Melkizedeki Kitunzi Kaijage mnamo tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2026 katika eneo la Chuo Kikuu Dodoma ndani ya mkoa wa Dodoma alitenda kitendo cha kigaidi, yaani kutishia kuchoma moto majengo ya umma na makazi ya askari ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa na nia ya kuwatishia kwa kiasi kikubwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mashtaka hayo yana tarehe ya Julai 22, yaani siku moja baada ya uamuzi wa Mahakama Kuu. Maelezo ya kosa hilo yanasomeka kana kwamba yamenukuliwa na kubandikwa tu, yaani cut and paste kutoka kwenye muundo ule wa siku zote. Yanakosa kabisa maelezo ya msingi na lazima yanaweza kumwezesha mshtakiwa kujitetea dhidi ya tuhuma hizo. Ni wapi hasa chuoni hapo vitisho hivyo vilitolewa? Hilo ni swali ambalo Profesa Isha Shivji analiuliza kwamba vitisho hivyo vilitolewa chuoni sehemu gani, kwamba Bwana Kaijage alikuwa anataka kuchoma chuoni, yani katika chuo hicho alikuwa anataka achome sehemu gani? Kwenye chumba cha mihadhara, chini ya miti, kwenye ukumbi wa umma? Je, vitisho hivyo vilikuwa ni vya maeneo au vya maneno au vya maandishi? Ni njia gani iliyotumika kutoa tishio hilo? Mitandao ya kijamii, muhadhara, mkutano wa hadhara? Wasikilizaji walikuwa kina nani? Wanafunzi, mpita njia, wafanyabiashara wa mitaani? Maeneo halisi ya tishio ilikuwa ni wapi? Maswali mengine mengi yanaweza kuulizwa, lakini hayatakuwa na lazima. Lengo la mwandishi wa mashtaka hayo liko wazi. Kwa makusudi ni kumshtaki Kaijage kwa kosa lililokuwa na dhamana. Hapa Profesa Isha Shivji hajataka kuenda mbali, yaani kwamba hapa polisi wanachokitaka ni kwamba huyu Bwana Kaijage asitoke mahabusu, yaani kwamba aendelee kushikiliwa kwa sababu kosa lililoshtakiwa nalo ni kosa ambalo halina dhamana, si tu kwa ajili ya kumwadhibu mshtakiwa, bali pia ni kupandikiza hofu na kuwatisha wataaluma wenzake, ameandika Profesa Isha Shivji na kuongeza kuwa
Hakuna Mtanzania mwenye akili timamu anayeweza kufikiri kuwa mwadhiri wa chuo kikuu anaweza kutoa tishio la kuchoma moto majengo ya umma na makazi ya polisi. Lakini ndipo tulipo na ndipo nchi yetu ilipo. Tunaambiwa kuwa hata baada ya machafuko ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 yaliyosababisha viumbe na vifo vya mamia ya vijana, hofu kuu iliyotanda kote nchini, baada ya hapo bado kuna Mtanzania mmoja aliyejitenga mwenyewe kwa ujasiri na kutoa vitisho vya kuweza kuchoma majengo ya umma na makazi ya polisi. Huyo ni Profesa Isha Shivji, ni Profesa Shivji, profesa wa sheria wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anasema kwamba visa kama hivi au visa kama hivyo vimewakumba pia wahadhiri wa chuo kikuu cha St. John pale Dodoma, ambapo kuna Joheven Bikongoro na Titus Kituri pamoja na viongozi na wanachama wa chama cha upinzani wa Chadema, wakiwemo wanafunzi wa vyuo vikuu. Shivji amehoji pia ukimya wa UDASA, yani chama cha wataalamu wa UDISM, huku akitoa wito kwa wataaluma barani Afrika kutokukubali kunyamazishwa na jeshi la polisi na watawala ambao wapo kwa maslahi yao binafsi. Akitolea ufafanuzi wa malalamiko na namna hiyo taarifa za kuweza kukamatwa kwa watuhumiwa zaidi ya 130 kote nchini, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Profesa Patrobas Katambi, huyu sio profesa, ni Patrobas Katambi tu, akizungumza mnamo tarehe 29 Julai mwaka 2026 visiwani Zanzibar, amekanusha vikali kuwa kuna mkakati wa kiserikali wa kulenga kundi fulani, wanataaluma au taasisi za kisiasa. Waziri Katambi alisisitiza kuwa jeshi la polisi lilichukua hatua za kuzuia viashiria vya uvunjifu wa amani vilivyopangwa na kuratibiwa kuelekea katika siku ya Sabasaba, baada ya kutoa tahadhari zaidi ya 4 kwa umma. Lakini pia kama walitaka kulenga labda wataaluma wangeweza kukamata. Kuna wataaluma ambao wako huru mpaka sasa. Kwa hiyo tusitetee vitu ambavyo hatuvijui, na hasa kwenye mashauri ambayo yako mahakamani. Kwa sasa hatuna nguvu ya kuhoji, kwa sababu nimesikia kuna mahali wanasema kwamba kuna Uganda Convention ambayo sio kinga ya jinai. Yaani unapokuwa mwadhiri, unapokuwa mwanasheria, unapokuwa waziri, unapokuwa mbunge, unapokuwa mfanyabiashara au mwanasiasa, unapokuwa mkulima, unapokuwa mfugaji, unapokuwa mtu yoyote, hakuna mtu aliye juu ya sheria. Hayo ni maneno ya Patrobas Katambi. Hili neno profesa limenikaa mdomoni na kumpa cheo ambacho astahili. Huyu si profesa, huyu ni Patrobas Katambi tu. Hakuna cha profesa, amna cha nini. Sasa hapa anasema kwamba alimalizia kwamba kuwataka wananchi na katika mitandao ya kijamii kuacha kupotosha umma na badala yake kuziachia mahakama zifanye kazi yake kwa mujibu wa msingi ya kisheria na ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayotambua mtu kuwa hana hatia hadi mahakama itakapothibitisha vinginevyo kama mtu huyo hana hatia. Sasa nadhani tumeweza kusikia kile ambacho ameweza kukisema Patrobas Katambi. Huyu ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, lakini tukaja kusikia kile ambacho ameweza kukisema Profesa Isha Shivji. Huyu ni profesa na mwanasheria mkongwe hapa nchini na mwanasheria nguli hapa nchini kutoka katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwa kile alichoweza kukisema kuhusiana na jeshi la polisi kumkamata bwana Kaijage na kumfungulia mashtaka ya ugaidi kutoka katika shtaka la uchochezi mpaka katika shtaka la ugaidi. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.